Ligi yetu iko nafasi ya 5 kama jinsi ambavyo inatajwa, na tumeona sasa hivi makocha bora wapo, akiwepo Florent Ibenge pale Azam Football Club, lakini Romain Folz huku Young Africans naye anatajwa kuwa kocha bora. Kwa Simba Sports Club nao pia wamemshusha kocha mwingine baada ya kuondoka kwa kocha wao aliyekuwa nao kwa kipindi hicho. Sasa mchungaji, nilikuwa nataka unisaidie kwenye hili. Kuna ubora wa makocha katika ligi yetu hivi sasa, ukiangalia namna ambavyo Simba Sports Club wameongeza kocha kwenye benchi lao la ufundi, wenyewe wameandika manager. Kuna ubora wowote ligi nafasi ya 5 na kile ambacho kinaendelea kuhusu madaraja ya makocha kiko sawa kwa kiwango cha ligi chetu nafasi iliyopo? Kwa kiwango cha ligi yetu sasa hivi, hata makocha hawa tulionao bado mimi naona kama ni wadogo. Kwa sababu kwa sasa hivi ligi ikiwa ya 5 katika Afrika, maana yake inafuatiliwa sana na kiwango chake ni kikubwa. Sasa wewe huwezi ukawa na ligi kubwa inayoheshimika alafu unaleta kocha mwenye CV ndogo. Huyu kocha wa Simba kutoka Gaborone, huyu hana sifa za kukaa kwenye mechi za kimataifa. Ndo kama unakumbuka ile mechi ya Gaborone hakukaa kwenye ile kwenye ile ya ufundi. Mechi ya pili ndo akambadilisha. Wao wenyewe ndo walianza kumpa umeneja ili akae kwenye benchi la ufundi. Na Simba wamemchukua. Kama walikuwa wanatafuta meneja wa Simba si yupo. Kwa hiyo timu moja inaweza kuwa na mameneja wawili. Timu moja haiwezi kuwa na mameneja wawili. Ila wamefanya hivyo kwa sababu meneja hahitaji kile cheti cha Pro Max. Hawahitaji. Meneja wanatakiwa awe mtu anayejua mpira tu. Kwa hiyo sasa pale anaingia kama meneja. Kimataifa kocha mkuu atakuwa ni Matola. Alafu hapa kocha mkuu atakuwa ni akienda kimataifa anakuwa meneja, akija hapa Tanzania ni kocha mkuu. Kwa hiyo haya yote wameyachukua wakiwa wanajua. Ndio sisi kilichotushinda kwa Mirudi Hamd, alikuwa hana sifa za kukaa kwenye benchi la kimataifa. Tukaona huyu hata tusaidia, tukamwacha. Sasa hayo ya kuwa na ligi namba 5 kwa ubora iendane na makocha wanaoweza kutubakisha katika ile hadhi ya ligi 5 bora ya ligi kubwa Afrika. Huwezi kuwa na ligi kubwa Afrika alafu kocha akawa haeleweki. Lazima kusiviza kocha ziendane na ukubwa wa nani yetu, wa ligi wa nini tunaita wa rank yetu ya kimpira, si ndio? Sasa swali hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, makocha wakubwa hawezi kuja kwa namna ile. Mfano Fourth katukanwa kwa sababu ya penalty kukata. Kama ingefungwa penalty ule mzuka wa washabiki ungepungua, kwa sababu tayari wangekuwa wameshapata ushindi. Na mshabiki anakuwa pressure inapanda pale anapokuwa amekosa ushindi, haangalii umechezaje, yeye anaangalia ushindi tu. Sasa wale makocha wanaojitambua wakiangalia na uonevu huu, basi mtu anaona siwezi kwenda hapo, mibora niende sehemu ambao wanachezesha kiaki. Nikupe kitu. Nelson Nabi alivyotoka Yanga mara ya kwanza alitakiwa na Kaizer Chiefs. Mosman akamwambia, kaka, umekuja huku Afrika sio kama kwenu. Kwenu ni timu zenye uhakika wa ushindi ni 3 tu. Yanga, Simba na Azam. Hizi zingine uhakika wa ushindi hamna, kwa sababu hata zikishinda zinanyongwa. Huku sasa umekuja timu inayotaka kufunga daraja na mfunga yule wa kwanza anaongoza ligi. Kwa hiyo huku kaka usitegemee mteremko kama ulikotoka. Si umeona? Ikashindikana dili, akaenda Farabat, amerudi pale kwa mara ya pili. Wao wenye mwaka hajamaliza wamemuondoa. Huyu Hamid Hamdi ametoka hapa ameenda Ismailia, kacheza mechi 8, kagongwa 5, kadraw 2, kashinda 1. Hiyo simlaumu, kwa sababu wale wamezuiwa kufungiwa miaka 3 wanachukua B wanapandisha. Ndio maana hawajamharasi kwa aina yoyote, kwa sababu wanajua hawana wachezaji. Lakini hapa sasa sisi tumekamilika, wachezaji wa kimataifa tunao, ligi ya 5. Marefari kwa nini wanakuwa wanawanyima sifa za hawa marefari wakubwa kupata pointi zao? Kwa sababu Ibenge hata kubali. Azam walikuwa hawana kawaida ya kulalamikia TFF, lakini juzi wameandika barua. Sio kwa shinikizo lao Azam, ni kwa shinikizo la Ibenge.
Anawaambia hivi, nyinyi mlioona yaliyofanyika pale mmeona kama viongozi, na kama mmeona mmechukua action gani? Inabidi sasa wamridhishe kocha, waandike barua ya kulalamika TFF. Azam nani? Sisi wana michezo tulishasikia Azam anailalamikia TFF. Mwenyekiti wa bodi ya ligi, anayekaimu bodi ya ligi sasa hivi ni Idrisa, ambaye ni mwenyekiti wa Azam, si ndio? Kwa hiyo kulikuwa hakuna namna nyingine ya kuandika kumlalamikia bosi wa timu ile kwamba bwana, sisi hatuandiki kwako, tunaandika kwenye taasisi. Mmeyaona tulivyofanywa. Hawezi kusema iliyofanywa, sina timu yake ni mwenyekiti. Hawezi kusema ilivyofanywa timu yako, atasema kwa ujumla tumeona mchezo ulivyochezwa. Yeye kama mwenyekiti ile barua ataipokea, ataenda kwa wenzake. Kwa hiyo sasa marefari makocha wanaokuja tuwaheshimu talenti zao na uwezo wao, ili tuweze kuchezesha kihaki. Mtu kama anafungwa afungwe kweli, kusiwe kuna namna nyingine ile ya kulalamika. Na marefari nao waangalie kwamba watu wanaingia gharama kubwa sana kusajili, wanatumia hela nyingi. Kwa hiyo wasilazimishe kuipa ushindi timu wanayoipenda hata kama haina uwezo. Watu wanawakatisha tamaa. Mimi ya kwangu ndo hayo, mtangazaji. Vipi kwa Dimitar kujiunga na kikosi cha wekundu wa Msimbazi kama meneja? Hayo ni sawa, ni wao. Hayo sasa hivi hatuwezi kuyaongelea kwa sababu hakuna ambaye anajua nini kitatokea. Unafikiri uliwahi siku za nyuma kanioji katika makocha wanne hawa waliokuja, Gamondi, Ibenge, Force, na tukamgusia kidogo Fadru ambaye alikuwa amebaki. Nikakwambia hii bwana ni kugambo tu. Hakuna mwenye uhakika. Hakuna cha kocha kubwa, hakuna cha kocha nani, uendane na bahati na timu yenyewe ilivyokupokea mipango yake basi. Si unaona hivi sasa hivi watu wanaimba hatumtaki. Mechi ya pili tu lakini watu wanaimba hatumtaki. Kwa hiyo na tena upande wa pili sasa mimi naweza kusema inaweza kuwa balaa kubwa zaidi akifanya vibaya. Maana ana tattoo mwili mzima juu, hata kachola nini. Ana kipuli. Anavuta shisha. Sasa hiyo kaka, hiyo nalo tatizo kwa mpira wetu hapa. Ashinde tu, akifungwa yote hao yatafufuliwa. Sisi wa Yanga, si wao wenyewe Simba, wote watamgeuka. Wote hamna uvumilivu. Wote hamna uvumilivu. Watu hapa ni kushinda tu. Matola alikuwa anaimba tumtaki Matola. Si ulikuwa usikie wimbo? Juzi hapo anasema hamna kocha kama Matola. Juzi hapo wamesahau. Sio kusahau, mtu wa mpira akishinda yote hayo yeye hajui. Yeye anajua furaha ya moyo wake tu basi. Kwa hiyo Matola sasa hivi bonge la kocha, ngoja wapigwe mechi mbili. Matola ndo anawaroga wageni. Matola ndo anatuharibia timu yetu. Matola wataachwa kwanza Mangungu, kwa sababu Mangungu sikapoa sasa hivi. Mangungu tutakutana naye kwenye kukosa ubingwa huko. Lakini kwenye kupoteza hapa kwanza tutacheza na Matola kwanza. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ndo huo, kwamba tuheshimu makocha wanaokuja kufundisha hapa Tanzania, kwa maana tusiharibu CV zao, na marefari waangalie kwamba watu wamewekeza sana kwenye mpira, wasitumie mapenzi. Mimi ya kwangu na TFF kama wameamua kufuata kanuni, wafuate kanuni kabisa, bila kujali utimu, bila kujali maelekezo, bila kujali nini. Kama Baka wamemfungia mechi 5, najua wengine nao sio maraika, watafanya makosa, tunao wapige nyundo 5 bila kuangalia ametoka timu gani. Shukrani sana mchungaji. Asante sana bwana.